Umenisikitisha sana, mtu mkubwa kama wewe tunayekutegemea hapa katika huu mtaa wetu, tunakutegemea shekhe. Leo unaniambia unaikimbia Ramadhani? Ni sasa na kusema kwamba unamkimbia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakimbiwi shekhe, Ramadhani haikimbiwi. Utawapo kwenda popote, imani yako shekhe, badilika. Wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu mkubwa ambaye nilikuwa nakutegemea sana Sheikh Robo. Badilika. Unatakiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ukae nyumbani, sawa, utengeneze maisha yako, ujue Ramadhani utaipokea vipi. Na wewe ni mfanyabiashara mkubwa, sawa, ni kweli, lakini shekhe, unaikimbia Ramadhani. Ramadhani shekhe. Sikiliza ustazi, miye sinaisumka kwamba njonyacha kila kitu. Familia yangu nyitu kunako mazingira mazuri. Mke yangu nye mwachima pesa chungu zima, nguo za wanakele zake yeye mwenyewe za sikukuu, wakachaka kukoya vigari vijajeja vino, pesa ziwa chungu zima. Kuhusu maswala ya pesa hapana shaka yoyote. Na ndio maana mie nyono jaje nyende Tanga hatulie kidichi tu. Shekhe, pesa yako, gari zako, nyumba zako hazitokwenda kukufaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Amali yako unayoifanya katika mgongo huu wa ardhi ndio itakayo kwenda kufaa. Leo ndugu yangu, unanihesabia pesa, unanihesabia majumba, unanihesabia mavazi ambayo umemwachia mkeo shekhe. Hayo hata hayatokwenda kukufaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Umenifahamu shekhe? Utakachokitenda hapa duniani kama ni cha kheri kitakwenda kukusaidia, na kama ndugu yangu unakwenda kinyume na Mwenyezi Mungu, ndugu yangu, hayatakwenda kukusaidia. Ndio maana tukaamba imani na yakini ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mtu imo ndani ya nafsi yake, kwa imani yako shehe wangu ushaiweka sehemu nyingine. Ninachokushauri mimi ni kitu kimoja shekhe, sawa? Rudi nyumbani, nenda kakae na familia yako, kakae na mama watoto, nenda kamweleze ukweli. Ndugu yangu, tengeneza akhera yako.